وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين آمين. Ndugu Waislamu na ndugu mahujaji watarajiwa, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na mapenzi yake kwetu, akatuwezesha kukutana tena leo tukiwa katika mfululizo wa mafunzo ya ibada ya hija, tukiwa tuko katika maandalizi ya mwisho ili Allah akituwafikisha twende tukatekeleze ibada hiyo tukufu. Waislamu, kwanza tunaomba radhi ya kuchelewa kuanza kwa sababu tulitanguliwa na mvua ambayo kwa kweli imeathiri kwa upande mwingine, lakini kila jambo lina kheri yake. Kwa hiyo tunaanza. Jana tulipokuwa kule Masjid Nuru Muhammad tulizungumza swala la attaqwa kwa uchache sana. Ilikuwa haikutosheleza, lakini kutokana na muda ikabidi pale tulipofika ndio turidhie hapo hapo. Sasa kuna kitu katika attaqwa ambacho jana hatukuwahi kukizungumza. Miongoni mwa faida kubwa kabisa ambayo sote bila shaka tunaitarajia na tuna hamna ni ile faida aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ameiumba na kuijaalia pepo tukufu kwa nani? Lilmuttaqina, kwa wacha Mungu. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi, kumbe ucha Mungu ni kitu kikubwa, na bila kuwa na ucha Mungu ambao tulisema jana kwa ufupi kwamba ucha Mungu ni kujikataza na kujizuilia na mabaya yote. Na katika hadithi imekuja kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum, yani ninayokuamrisheni, fa'tu minha mastata'tum, yafanyeni miongoni mwake yale mnayoyaweza. Katika wema jana tukasema pia kwamba afanye mtu kadri ya uwezo wake, lakini hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikamalizia kwamba wamana hakum, na yale mnayokukatazeni, fantahu, yacheni, komeni kuyafanya. Kuna tofauti katika hii hadithi. Yale aliyotuamrisha, nasema Bwana Mtume, tuyafanye kadri tuwezavyo, mwisho wa ukomo wetu. Na ndiyo maana ya takwa. Kwa maana nyingine pale Mwenyezi Mungu aliposema kwamba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Allah haqqa tuqati, yani haki anayostahiki kadri ya uwezo wenu. Na hadithi imekuja hivyo hivyo kwamba yafanyeni yale mnayokuamrisheni kadri ya uwezo wenu. Pana kitu kimejificha hapa kwamba unayoweza kuyafanya katika mema, basi kuwa na pupa nayo, kama alivyosema mwenyewe, badiru ila a'mali salihah
yakimbilieni au kimbilieni katika amali njema, kimbilieni, kuwa na haraka nayo, yafanyeni kwa hima na mapenzi Kwa hivyo ina maana tunayoyaweza katika mema, basi tuyafanye kadri ya uwezo wetu bila ya kujikalifisha, kama tulivyozungumza jana. Sio tena wewe hata pasiwe na muda wa kuulizana hali na watu majirani zako, una habari nao, kwa sababu sina muda hata kuwasalimia, lakini niko maandalizi ya hija. La, Uislamu una sifa moja, kwamba kila kitu kina haki yake, kila kitu kila kitu kina haki yake, kila uliloagizwa, kila ulilopewa dhamana, basi ni la haki yake. Hebu nenda. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kwa sababu na wajibu huu, wajibu mwingine tena upe mgongo. Unaweza ukampa ugongo ule wajibu pale unapotekeleza wajibu mwingine, lakini unapomaliza wajibu huu, basi ule unaofuatia unatakiwa utekeleze. Kwa maana katika maisha yetu yote hatutoishiwa na muda wa kufanya amali njema, kwani hata kupumzika pia ni katika amali njema. Asubuhi nimeikuta hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alfajiri, anasema ni hadithi kudusi, ilikuwa kwamba je, nikwambieni mambo ambayo yana uzito sana, yana amali, yani yana thawabu nyingi, lakini ni mepesi sana. Hata kama utaupima mwili kwa kufanya hizo amali mbili, basi mwili hautozidi wala hautopungua, itakuwa ni vile vile. Lakini kumbe umefanya amali kubwa sana na inathaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema katika hadithi kwamba nayo ni aswamtu, kunyamaza kimya. Kunyamaza kimya ni katika ibada na ni katika tendo lenye thawabu nyingi, kuliko kwamba wewe useme tu, hata kama hayana faida, hata kama yataleta madhara na fitna kwa wengine. Sasa akalitaja hilo kwamba ni kunyamaza kimya. Kwa hiyo ndio maana tukasema hata kupumzika ni katika ibada, kwa sababu Mtume anasema kila kitu kina haki yake, hata nafsi yako ina haki yake, na mwili wako pia una haki yake. Na miongoni mwa haki ya mwili ni kupumzika, kupata nafasi ya kupumzika. Jambo la pili lililotajwa katika hiyo hadithi ni kufanya nini? Kuwa ni rahim kwa watu, kuwa ni mwenye rehma, mwenye huruma, kuwahurumia watu, kuwajali watu, katika ucha Mungu mkubwa sana sana kabisa kabisa, kuliko wewe ukaa kwenye ibada lakini huna hata uchangamfu na mtu. Akikuta unasoma Qur'ani, unaleta tasbih, unagaa hivi, lakini kwa watu unawakunjia uso, huna furaha na watu, huna faraja ambayo watu wanaipata kutokana na wewe na huo ndio Uislamu. Maanake hizo ni katika tabia njema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Uislamu ni khuluqun husnul khuluq, ni tabia njema.
Na tabia njema, miongoni mwa tabia njema ni hiyo, kuwa na bashasha na watu. Kwa hiyo tunachambua tu ile kwamba miongoni mwa mambo mema ya uchamungu ni kunyamaza kimya na miongoni mwa ibada kunyamaza kimya, kupumzisha mwili na kadhalika. Kwa hivyo tusizivamie ibada. Kesho kutwa tunaenda Maka biidhnillah, sio ukifika kule tena wewe uwe maneno ya Kiswahili uwe king'ang'anizi. La, jana tuliambiwa kwamba sehemu ya Mina, kwa mfano Mina pale ambapo tutapiga kambi karibu siku 5 kwenye mahema, kama kwamba tuko katika maandalizi ya vita lakini ibada zinazofanywa ndani ya hayo mahema utashangaa. Tulifafanuliwa jana kwamba hakuna ibada swala ya sunna hapo, wala imamu ataki kurefusha swala, hakuna kablia wala baadia. Pakiadhiniwa panaswaliwa, tena swala zenyewe zinapunguzwa. Adhuhuri inaswaliwa rakaa 2, la asiri rakaa 2, la isha rakaa 2. Halafu ukimaliza watu wanakimbilia magodoro yao, wanakaa kwenye magodoro hayo mpaka ukiingia kipindi chengine cha swala. Sasa unaweza ukajiuliza, yani huku kote yani ndo tumekuja hivi tu? Ndio, kwa sababu Uislamu ni twaa, ni kutii, ndio Uislamu. Uislamu ni kutii, yani vile ulivyoagizwa, ulivyoelekezwa, fanya hivi, basi wewe fanya hivi. Hata kama kwa nafsi yako unaliona halina faida, hiyo itakuwa ni sawa, na hata ukiliona kwamba kwa katika nafsi yako halina faida jambo hilo, basi wewe ni tii amri, basi huo Uislamu. Na ndio maana ya Islam. Islam maana yake ni unyenyekevu, maana yake ni kutii zile amri ambazo Allah ameagiza na kuachana na yale ambayo Allah ameyakataza. Kwa hiyo huo atakaye yafanya hayo, tunarejea katika mada yetu ile tunomalizia jana, ile ya takwa. Anasema kwamba pepo imeandaliwa kwa nani? Lilmuttaqina, kwa wacha Mungu. Kwa hivyo ucha Mungu kwa kiasi kama huo ni huo ucha Mungu. Ucha Mungu si kuwa umevaa kanzu kutwa mitasbihi 60 sijui kutwa askari la. Ucha Mungu shekhe ni kitu chepesi sana, ni kufanya jema na kuacha mabaya. Jambo la pili ambalo jana tulizungumza ni ridhaa. Huu ucha Mungu unatakiwa uwe umeridhia hizi ibada unazozifanya hivi sasa na zile tutakazokwenda kuzifanya kule Maka, iwe umeridhia, moyo wako uwe radhi, usiwe na dukuduku wala shaka katika ile ibada. Ibada hii yani usumbufu, mimi hata sifahamu maana yake, lakini ndo tunafanya tu. Hapo maana yake hukuridhia. Hapo maana yake hukuridhia. Kwa hiyo kitu ridhaa ni kitu muhimu sana katika utekelezaji wa ibada zetu. Hata lile, kwa mfano Mwenyezi Mungu amekataza zinaa, na wewe uko mbali na zinaa, lakini hufanyi ile zinaa, huikaribii kwa sababu tu unaogopa makemeo ya Allah na adhabu zake. Lakini unafika kusema japo hukutamka humo moyoni,
Yaani bwana, hii kama ilikuwa si haramu hii ningelikuwa sishuki na ningelihakikisha ninajaza mabasi. Sasa hiyo maana yake hukuridhia kuacha zinaa, ila umeacha kwa kuogopa tu, unamwogopa Mungu. Sasa pamoja na kumwogopa Mungu, lakini moyo uwe umeridhia, ni kitu muhimu sana katika ibada au katika ucha Mungu. Sasa tujisahihishe, tujikosoe, tujirekebishe, kwa sababu tunayo hayo sote. Hakuna ambaye yuko kamili hapa, hapana hata mmoja. Sote tuna madhaifu na mapungufu, aidha tunayajua au hatuyajui. Kwa hivyo yale tusiyoyajua na ikatokea fursa ya kuyajua, basi tuachane nayo. Tena kama ni mke unamwacha talaka 3, usiwe na nafasi tena ya kurejea. Sio mke maana ya mke, na huo ni mfano tu. Mtu asiyakenda akafika nyumbani leo nasema tumeambiwa kama mke bwana nampiga talaka 3, mimi nishakupiga. Haina maana. Nakusudia kwamba lile jambo ambalo ulikuwa nalo lina mapungufu, pengine kwa kutokujua, leo umelijua hasara ya jambo lile kulifanya, au umelijua faida ya jambo lile hasara, hapa itakuja ni hasara, basi lile achana nalo, talaka 3, usitamani tena. Kama kulikuwa kuna vichochoro unapinda humo unapita, usipite tena vichochoro hivyo. Nadhani nitakuwa nimefahamika. Isiwe mimi siku hizi ndo sina tu, lakini kidogo nipite pite hivi angalau nikaonekane, basi japo kupiga simu tu. Jambo ovu tunatakiwa, ndo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama nahaitukum anhu fantahu, na yale nayo kukatazeni basi komeni. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surat al-Hashr, wama utitum wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Anayokuamrisheni Allah, basi anayokuamrisheni mtume, basi yachukueni kwa hima na anayokukatazeni komeni nayo, yaacheni. Kwa hiyo maovu jamani ni adui kwetu, ni maangamizo, tuachane nayo. Tunasikia nasaha kila siku, lakini bado wakati mwingine tunaendelea nayo, manake yale mambo tunayapenda. Kwa mfano unaishi na mtoto yatima au unaishi na mtoto wa mke mwenza, pengine keshaondoka ule mke mwenza lakini unavyoishi naye huishi sawa na vile unavyoishi na watoto wake. Unatoa fursa za pekee kwa watoto wako, lakini huyu yatima, huyu mtoto wa mke mwenza, yeye unafanya yale yasiyokuwa hayaepukiki. Kwa mfano chakula utampa kwa kuwa ndo lazima wale, lakini ndani ya moyo hayumo. Ndani ya moyo ile yatima unamkejeli, unamdharau, unamnyanyasa, unamkatisha tamaa. Sasa hilo ni ovu tena kubwa sana. Sasa tujitahidi, hebu mlani shetani, achana naye, achana na shetani huyo. Muone yule kwamba ni binadamu, muone yule kwamba umemzaa wewe, fanyie wema, kwa sababu mwisho wa habari hujui nani atakaye kuja kukufaa baadaye. Kwa hiyo tuachane na hayo, isiyo tunaenda Maka lakini ndani ya familia zetu, ndani ya majumba yetu
mna watu mle tumewagawa matabaka, hawa wa juu, hawa wa chini, hawa ndo hawa ndo kwa kuwa wapo tu. La, hilo ni kosa kubwa, kwa sababu yule ni kiumbe wa Allah kama ulivyo wewe, kama alivyo mwingine yote. Huna haja ya kumbeua, kumbagua, kumtenga, kumwelekezea mabaya. Anapokosea yeye unatoka moto ndani ya mdomo wako, lakini akikosea yule wako yeye unamrekebisha kwa taratibu. Huo si ucha Mungu. Hayo ni maasi, tena ni makubwa, na tunayo ndani ya majumba yetu. Ndani ya majumba yetu tunayo hayo, hayafichiki. Na tunasema hayo kwa sababu na sisi ndo tunaishi humo humo kwenye majumba tokea tulipozaliwa mpaka leo. Kwa hiyo tuachane na aina zote za maovu, zote za maovu. Akina mama wale wenye ukewenza wasiwe na uadui na wake wenzao. Hii ni haki ya Allah ameiweka, haki ya Allah ameiweka. Inafika hadi mke huyu hamsemeshi mke huyu, au wote hawasemeshani, wote wanatoa shahada mbili, hao kibla chao kimoja, wanaswali, wanamtegemea mmoja, mtume wao mmoja. Tofauti nini? Huyu mume tu na huyu mume anagawika. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaruhusu. Wala yule alokuja hakukunyang'anya wewe, wala wewe ulokwenda, si kwamba yule ulomkuta hatakiwi. Yale ni nini? Ni ruhusa aliyoitoa Allah, na mume anafanya pale inapokuwa pana haja ya kufanya hivyo, pana haja ya kufanya hivyo. Lakini na waume wasitafute ukewenza kwa ajili ya kukomoa waliokuwepo, na mtia adabu. Adabu hiyo itakuingia wewe mwenyewe. Wewe fanya kwa mujibu wa mahitaji yako, kwamba mimi mke mmoja hanitoshi, naongeza wa pili. Manake kuna sababu, ziko sababu nyingi za kuongeza wake mpaka wanne, lakini fanya hivyo kwa ile ruhusa aliyoitoa Allah na kwa sababu ya mahitaji yako. Kwa hiyo ndo kama hivyo, tusiwe tunakwenda hija kesho kutwa, lakini mke mmoja yeye kawekwa kama chambo tu, mlea watoto kule, lakini mke mmoja yeye ndo ala, hautokuwa ucha Mungu. Kwa hiyo katika mambo mawili niliyosema tulikuwa jana tukazungumza, hiyo katika faida kwamba hawatoingia peponi isipokuwa wacha Mungu. Uiddat lilmuttaqina, anasema Allah, hii pepo kaiandaa kwa wacha Mungu. Na mtu hatoingia peponi kama si mcha Mungu. Hiyo kabisa kabisa, tusahau jamani. Kama si mcha Mungu, basi mtu aingie peponi. Na la pili ambalo tuliliacha jana, hii ridhaa, kuridhia, kama anavyosema Mtume, wadha bima qasama Allahu lak takun aghna nnas, ridhia alichokupa Mola wako, utakuwa wewe ni aghna nnas, utakuwa ni tajiri kwa watu. Kwa hivyo ridhaa katika mema, katika amri, na ridhaa katika maasi. Lichukie asi kama ambavyo alivyokukataza Mwenyezi Mungu na mtume wake. Usilichukie asi kwa sababu ni katazo tu, ndo unaogopa dhambi tu, lakini moyo unatamani. Kwa hivyo, kwa mfano hii inakuja hasa kwa mashekhe na walimu wa maulama, walinganiaji wa dini. Anaweza kuwa mtu anatoka povu la mdomo,
Analikemea baya tena kwelikweli, kiasi ambacho jamii ikawa inamwamini huyu kwa 100% kuhusu jambo lile, lakini kumbe alikuwa hajaipata fursa tu anayohitajia. Kama mwanamke alikuwa hajampata yule anomtaka, lakini akimtaka anayemtaka akipata fursa, anasema hivi sasa usherekaa pembeni kwanza. Sasa yale yanakuwa ni maasi ya akiba ambayo mtu kayaweka, anakataza maasi, lakini yapo. Au kwa mfano jingine la mali, kwenye mali ya ushehe wala ucha Mungu haupo. Anaweza akadhulumu, anaweza akadanganya, anaweza akafanya lolote ili apate mali. Sasa tusiwe hivyo, na hayo yanapatikana katika maudhui au mada yetu ya leo ya istiqama. Kuna neno hili linaitwa istiqama, hata iko jumuiya ya hija inaitwa istiqama. Ziko skuli hapa kwetu zinaitwa skuli za istiqama. Sasa hii istiqama hasa ni kitu gani? Ndicho ambacho insha Allah tutakumbushana leo. Istiqama ni kama alivyosema kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, aliyesema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Aya nyingi tu, kwa mfano katika sura Fussilat anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lakini katika surati Hud aya 112 anasema Allah, fastaqim kama umirt. Na katika surati Shura Allah anasema wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwaahum. Wastaqim, na kule kaanza innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Istiqama Waislamu maana yake ni kuthibiti, kuwa na msimamo, ndio istiqama. Msimamo juu ya nini? Juu ya kile unachokiamini. Ikiwa wewe unaamini kwamba Allah ni mmoja peke yake, hakuna mwingine, basi unatakiwa uwe na ithbati ya nafsi, usitetereke, usiyumbe. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya misukosuko. Utaumwa wewe, ataumwa mtoto wako, ataumwa ahali wako, ataumwa mzee wako, na ukenda kule hospitali utaambiwa maradhi haya hayaonekani. Ukenda kwengine utaambiwa hivi, na mwisho anakwambia mtu, bwana ngoja nikupeleke kwa babu kule, na kule unakwenda kwa njia ya kishirikina, kwa njia ya kumshirikisha Allah. Sasa hapo utakuwa huna istiqama, imani yako ni ajwar, ni imani ya mdomo tu, haiko moyoni. Inatakiwa kile cha mdomoni kiwe kimetanguliwa na moyoni. Hata hii istiqama hii haiji illa baada ya iman, ni kumwamini Allah, kisha, na ndio hata hii aya ilivyosema thumma istaqamu, kisha kuwa na moyo thabit. Hili limeharamishwa, basi lichukie hilo na uwe na msimamo, hata kama kutakuwa na ushawishi wa aina yoyote, ikiwa ushawishi wa pesa, ikiwa ushawishi wowote ule
ushawishi wa maneno, la. Kwa mfano kama vijana, inaweza ikasomwa adhana tena si vijana tu, mpaka na wazee wapo nasoma adhana, msikiti ule pale, adhana anaisikia, msikiti anauona na muda wa swala umefika, lakini kuna mechi pale na pana ile ushabiki umejaa pale, basi wallahi swala inampita kwa sababu ya kuridhisha nafsi yake na watu. Basi huyu ana imani ya kumwamini Mungu mmoja, lakini hana istiqama. Mdomoni kamwamini au moyoni, lakini vitendo vyake haviendi sambamba na kile alichokiamini ndani ya moyo. Sasa istiqama, anatuambia shekhe hapa, hiya an yathbita al-insan ala shari'ati llahi subhanahu wa ta'ala, ni kuthibiti mtu juu ya ile imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana yoyote, asiwe tayari kuyafanya aliyokatazwa. Kwa maana yoyote, asiwe tayari kuyadharau aliyoamrishwa. Asiwe tayari, isije ikawa aliyoamrishwa anashindwa kutokana na nini? Tashwishi, ushawishi, ulaghai, analaghaiwa huku Kwa mfano kuna wazazi, kaja mzazi katika nyumba, kapiga hodi, anapiga na unaijua hii sauti ya baba yangu au ya mama yangu lakini mna faragha yenu nyumbani, chumbani kule. Sasa kila ukitaka wewe kutoka unaambiwa ngojea kwanza, ngojea kwanza, ule ulaghai ule ni ushawishi mbaya. Pale mwenye haki zaidi ni yule mzazi, pamoja na wewe una haki zako lakini inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu, na hapo amri ni nini? wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika sharia tunaambiwa kwamba mtu akiwa anaswali swala ya sunna isiyo fardhi, sio fardhi, swala ya sunna, lakini anaitwa na mzazi wake, pengine anaitwa kwa jina, sauti anaisikia, hatakiwi kukamilisha swala ya sunna. Pale alipofika ni sawa na kusema nyuma zgeuka, anaenda kuitikia amri ya mzee. Aliyemwelekea kumwabudia ni Mungu. Kama utauliza baina ya Mungu na mzee nani zaidi, jawabu Mungu ndo mkubwa. Sasa mbona nivunje hii ambapo mimi namwelekea Mungu hivi sasa, niko kwa Mungu, nimetia udhu makusudi? Ndiyo, kwa sababu yeye kakuamrisha huyo nani, huyo Mungu huyo, kwamba amekuagiza wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah, ameamua, amekuamulia Mwenyezi Mungu kwamba usimwabudie yeyote isipokuwa yeye. wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Sasa unaweza ukasema lakini hapa niko kwenye swala, madhali umemsikia mzee, na kama hukumsikia kwa sauti, anapiga simu na unajua simu ile ni yake yeye, huna haki ya kuendelea na ibada pale ya sunna yoyote ile. Huna haki ya
endelea na ibada ya sunna, isipokuwa iwe ibada ya fardhi, na ibada ya fardhi hapa hususan ni sala. Lakini ukisema unasoma Qur'an unaiakhirisha, kwa sababu Qur'ani fardhi yake kuisoma ni kwenye sala tu. Huku nje unakosali, unakoisoma Qur'ani ile yote ni sunna. Wajibu wa kuisoma Qur'ani ni ndani ya swala, nayo ni suratul Fatiha bas. Hiyo huwezi kuikatisha Lakini ukiwa katika swala ya fardhi, ikiwa katika swala ya sunna, hata hiyo unaikatisha Kwa hiyo mzee unatakiwa anakupigia simu na unajua kwamba mlio huu ni mzee. Ziko simu unatenga kila mtu unamwekea mlio wake, unaojua kwamba hii ni alama ya baba yangu au mama yangu, basi utakiwi Kwa hiyo lazima pale ni kwenda kuitikia, hata kama akija pale maudhui yatakayokwambia, unaweza ukasema kumbe ndo hili ndo alojia mzee, au hili ndo analoniitia. Ndio, na wewe ulikuwa ukimsumbua hivyo hivyo, tena lako wewe lilikuwa halina maana zaidi kuliko lake. Kwa hiyo kama tadinu tudani. Kwa hivyo hiyo ni wajibu. Sasa hiyo ni katika istiqama. Kwa hiyo istiqama ni kuthibiti, kuwa na msimamo, lakini katika jambo la haki na unalitizama kwa ule wakati unaofaa. Ndio kama hivyo. Kwa mfano hivi sasa kuswali ni sunna, kuswali salatu duha au swala nyingine yote ni sunna lakini sio kwamba ile ni swala ya fardhi. Kwa hiyo kaja mzazi wako, sio kasema mimi hapa ndo hapa bwana, sisikii sioni, wewe mzee hata nsubiri, swala yako ni batili, swala yako ni batili, kwa sababu hii ibada ni ya sunna. Sawa sawa na nini? Sawa sawa na kitendo chochote unachofanya cha wema. Wakati wa swala umeingia, adhana imesomwa, wewe unaendelea na kazi yako ambayo sio ya dharura. Ile ya dharura inakubalika. Kwa mfano, ukienda kwa kina mama kwamba akisema hapa mwiko ni utoe kwenye chungu, chakula kitaharibika, kitaungua, je, anawajibika au anaruhusika kukamilisha? Lakini sio kazi ambayo inaweza kuahirishwa ukasema na bora nimalize kabisa tena ndo nikaswali. Na hili ndo tunalo sana, hili tunalo sana, kwamba manake nikenda tena nikaswali nikatie udhu hivi sasa alafu rejee huku. Bora vipi? Bora nifanye kabisa nimalize, tena nikiswali mwenyewe hapo sina wasiwasi. Shehe upo, kwa sababu amri ya Mungu umeidogesha, umelifanya jambo lako ndio muhimu zaidi. Na hii maana yake nini? Maana yake huna istiqama. Kwa hiyo Waislamu
Tujitahidi na hilo. Hakuna alokuwa hana, sote tunayo. Na wakati mwingine unaweza ukasema wewe unaisema vipi? Nitakujibu kama nilikuwa sina ningeliajua je. Kwa hiyo na mimi ninayo na nikaona ubaya wake mbali ya yale wanaotueleza mashehe katika vitabu, lakini tunayo. Kwa hiyo tuache amri ya Mungu, tuiheshimu amri ya Mungu, tuiheshimu, tuipe first priority jambo la Mungu, tusiliweke standby jambo la Mungu tukasema hili nitakuja kufanya wakati mwingine. Jambo la Mungu tena lolote huwezi kusema. Kwa mfano hii ibada ya hija, hii ibada ya hija, kuna watu wana nafasi ya kufanya ibada hii, lakini kila siku wanaona bado manake bwana mambo yangu yataniharibikia, manake nazungusha zaidi, manake sijatulia. Ile la sijatulia maana yake hujatulia nini? Ndio hivyo, sijatulia. Si unajua mie kijana, wewe unajua utatulia wakati gani kama hukutulia kwenye mwanandani? Ukaiondoa ile amri ukaja ukaiweka wakati unaotaka wewe. Mungu pia ana khiari yake kuikubali au kuikataa. Wewe si ulithamini kazi zako zaidi kuliko ile la Mungu? Kwa hiyo amri yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala tuipe nafasi ya mwanzo, alafu mengine ya nafsi yetu tuyape. Ndio ile jana ilizungumzwa ikhlas, nafikiri ile si jana ikhlas inaenda sambamba na nini? Na istiqama. Ikhlas manake ni kumtakasia Allah, kufanya jambo lolote kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo baada ya hapo sasa uwe na msimamo wa ule uamuzi wako, zile shahada zako mbili ulizotoa, ukamkubali bwana mtume. Isiwe huyu mtume unampenda kwa haja zako tu. Amake mtume kaoa wake 9 bwana, kwa wakati mmoja alikuwa nao kidume cha kweli kweli. Sasa ukamuona mtume katika mambo hayo, kumbe yeye kaoa kwa amri ya Mungu. Ile hakumuoa mke hata mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utashi wa nafsi yake, hata mmoja. Wote imekuja amri kutoka mbinguni. Labda nitakwambia, labda Bibi Khadija binti Khuwailid, yeye tuseme kwa nafsi yake kashawishiwa, akakubali kumuoa Bibi Khadija, lakini waliobakia wote hakuna aliyemuoa mtume kwa utashi wa nafsi yake, ila kwa amri ya Allah na kwa ajili ya maslahi ya dini. Ndio kuna watu, samahani kidogo tatoka nje ya mada, kuna watu wanasema mtume alikuwa hajisikii sana kwa mama Aisha, yani kila kitu mama Aisha. Yule Aisha ndio alikuwa anaobeba dini, kama hatuna habari, kwa sababu huyu alikuwa mdogo. Huyu mama Aisha alikuwa ni mdogo, kamuoa mtume ana miaka 9. Kwa hivyo huyu amebeba, na ndio hadithi nyingi utazisikia an Aisha radhiyallahu anha. Na baada ya kufa mtume, masahaba wote reference yao kubwa ilikuwa kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Kwa hiyo mtume hakuyafanya yale kwa utashi. Wale wanaosema kwa chuki zao tuache na maradhi yao, lakini mtume kafanya yale kwa amri ya Allah na kwa maslahi ya dini. Kwa hiyo analoliagiza Allah tuwe na tulitangulize kama alivyosema Allah wa ta'ala, kama amara Allah wataqaddamuha al-ikhlas, kama tulivyosema.
Anasema shekhe hapa kwamba ufanye kama alivyoamrisha Allah na utangulize ikhlas ambayo tumekushahitaji. Ikhlas manake umtarajie Allah, umwelekee Allah, umkusudie Allah hata pale unapotoa. Kwa mfano unatoa sadaka, unampa mtu, basi unampa kwa ajili ya Allah, usimpe kwa haja nyingine yoyote, labda kwamba nampa hii kwa ajili ya Allah na ninamuomba Allah kwa sadaka hii iwe sababu ya kuondoshewa shida yangu hii, unaijua mwenyewe. Hapo itakuwa umetoa kwa ikhlas na umekusudia kwamba ni dua na umemuomba Mwenyezi Mungu, umetanguliza ile sadaka ili Mwenyezi Mungu akuondoshee ile shida yako. Lakini isiwe kwa ajili nyingine, pengine labda kwa sababu ya kuonekana au pengine kwa ajili ya kujitukuza, kujifanya ala. Kwa hiyo katika aya ya surati Shura anasema Allah, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum, na kuwa na istiqama, kuwa umesimama thabit, simamo thabit. Kuna bwana mmoja anihadithia, natoa hii kwa sababu ya kuona ule uthabiti unavyotakiwa, na zaidi ya hivyo alivyonihadithia yeye. Anasema huyu alikuwa na mke na yule mkewe akawa akajifungua, lakini alikuwa mbali. Alipozaliwa yule mtoto, huyu mume alikuwa mbali, lakini ndani ya siku 3 akarudi, akaja akamshuhudia mwanawe na mkewe na walokuwepo nyumbani. Lakini hali aliyoikuta pale nyumbani juu ya yule mtoto wake ikawa haikumridhisha, kwa sababu yule mtoto alikuwa akishapachikwa hirizi barabara, na ilikuwa zamani kidogo, sio zile hirizi za siku hizi, lakini za siku hizi, hizo za zamani, hirizi tu haifai. Sasa huyu baba mtoto akasema, akamwambia yule mkewe, bwana, mimi hirizi sitaki kwa mwanangu, hii hirizi sitaki kwa mwanangu, avuliwe. Sasa na ilikuwa huyu mume, yule mke ni mke ndugu, ni mtoto wa shangazi yake, na yule shangazi yupo. Kwa hivyo yeye ni mkwewe na shangazi yake. Shangazi mtu akasema, ala, atavuliwaje? Kwani mtoto wa kizungu huyo? Huyo havuliwi hirizi bwana. Shangazi kanini alikuwa na mori, kwa sababu wote wake, mke wake, mume wake. Kwa hiyo baba mtoto sasa akasema kama hataki kuvuliwa, hakutumia nguvu, atumia busara. Akasema kama havuliwi basi na asivuliwe, lakini kuanzia sasa kama hirizi hiyo haikuvuliwa, mwelewe mimi huyu si mwanangu, sihusiki naye chochote, na nsiambiwe chochote kuhusu mtoto huyo, na kila lake mtashughulikia nyinyi. Mimi huyo si mwanangu, na mvua, kwa sababu itakuwa sina mamlaka na mtoto wangu, alafu iwe sina maamuzi naye. Sasa tizama istiqama na ilivyoweza kusaidia. Mbona ilivuliwa hirizi usiku ule ule, usiku ule ule. Sasa hii ndio mfano wa istiqama. Ukiwa kwenye haki, kuwa na haki tu, potelea mbali iwe hata kama watu wote hawaipendi, potelea mbali. Kwani mtume alipopewa utume alikuwa anapendwa na nani zaidi ya Khadija? Na Khadija alipofikishiwa ujumbe pale pale akakubali. Lakini bado ikawa kazi kubwa kuwafikishia wengine, lakini kwa sababu ya istiqama kaendelea na kazi ya da'wa, na alikuwa na msimamo juu ya maamuzi yake, hata kama jamii imemtenga,
jamii inampiga vita, lakini alikuwa na nini? Na istiqama. Kwa hivyo anatuambia Allah, wala tattabi ahwaahum, usifuate pumbao lao. Nani hao? Wajinga. Nani hao? Mashetani, watu wa laghwat, mambo ya laghwa, mambo haya ya michezo. Maana siku hizi tumezongwa na michezo. Michezo imekuwa kwetu ni kitu cha mwanzo. Michezo kama tulivyopiga mfano pale kwamba swala imeingia, msikiti ule pale mtu anauona, lakini kwenda kusali anasema mpaka imalize mechi. Maanake nitakuja kuwa goli likiingia silioni mie, nitakuja kuhadithiwa, alafu si utamu bwana, kwani si nitaswali tu? La, wewe una imani lakini huna msimamo. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na msimamo wa kile tunachokiamini na tukiridhie, kama tulivyotangulia kusema. Tumalizie na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amepokea an Abi Amru, au ikasema kwamba Umrata Sufyan bin Abdillahi radiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah qul li. Huyu sahaba alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume, nambie mimi, fil islam qawlan, unaambie katika hii dini ya Kiislamu, naambie jambo ambalo la as'alu anhu ghairuk, sitomtaka mtu mwingine usiyekuwa wewe kwamba anaambie. Naambie kitu madhubuti cha kuweza kukishika ili mimi niwe na msimamo katika dini yangu. Qul li ya Rasulullah, naambie mimi fil islam, naambie katika Uislamu, qawlan la as'alu anhu ahadun ghairuka, sitomwambia au sitomtaka mtu mwingine kutaka ziada zaidi yako wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qul, sema basi. Sasa na sisi tunaweza tukasema qul, sema, amantu billah, nimemwamini Allah, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Nimemwamini Allah, qul amantu billah thumma istaqim, nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo wa imani yako. Tena isiwe manake kwa maradhi haya itabidi nifanye yale ya kumshirikisha, kumuudhi Mungu. La, manake hapa itabidi niridhishe. La, ndio hata katika fikiri katika sura Ankabut Allah amesema, watiini wazazi wawili, na wanapokuamrisheni jambo ambalo hamna elimu nalo, fala tuti'huma, msiwafuate, kwamba hichi kitu kinaenda kinyume na Allah. Kwa mfano, natoa mfano halisi, manake sio mfano wa kufikiria, ni halisi. Kuna bwana mmoja alikuwa mama yake mkubwa, mama yake mkuu, na kwa bahati yule mama yake mkuu ndiye aliyemlea. Kwa hiyo ni mama yake, ndugu yake mama yake, tena ni mama yake mlezi wake, tena ni mama yake sana, kwa sababu hata huyo mama yake mzazi kanyonyeshwa na huyu dada yake. Kwa hiyo huyu mtoto huyu ni mama yake kikweli kweli, sio masiha. Sasa huyu mama akawa anapungwa. Nafikiri kupungwa tunajua, sisi tuseme lugha gani nyingine ya kupigiwa viwale.
Sasa katika yale masharti kuna vitu vinahitajika, maana anafanyika mengi mabaya. Huyu mtoto sasa akatumwa na mjomba wake, ndugu wa huyu anayepungwa, akamwambia mjomba, nenda kanunue pombe, kanunue bia, maana inahitajika huko. Kwa hiyo mtoto akasema, mjomba, kwa hilo nitume jengine, lakini kwa nikanunue pombe, nikanunue ulevi, ni ulete hapa utumike, iwe mie ndo uleta, japo kwa kutuma. Hilo mjomba, hilo siko tayari, utume jengine ninaloliweza lisilomtia ubaya. Sasa hiyo ndio istikhama, kwamba hata kama wazazi watakuagiza uyafanye maovu ya kumshirikisha Mungu, basi wewe usiwe tayari, uwe na msimamo. Kwa hiyo ukumbusho wetu wa leo ni kuwa na msimamo katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali yoyote. Hata kama uko katikati panafanywa maovu, basi yachukie ndani ya nafsi, kwamba pale huwezi kuondoka. Uko kwenye gari, basi kwa mfano umepanda daladala, au daladala pia jambo unaweza ukasimamisha ukatoka, lakini uko kwenye boti au uko kwenye ndege, yanafanywa mabaya mle ndani ya ile boti, pengine unapigwa mziki, tena wa mziki ambao pengine wa kumshirikisha Mungu, mbali ya kuwa ule mziki haramu, pia maudhui yenyewe pia kumshirikisha Mungu. Sasa wewe usiridhie lile lichukie, usifurahie. Na miongoni mwa kulichukia ni kuto kulifuatilia, kulisikiliza au kuathirika nalo. Labda hiyo unalisikiliza kwa ajili ya kuona ubaya unaofanyika pale, inakubalika kwa sababu unasoma ubaya wa lile jambo, sio kwamba umelikubali. Sasa hata katika mazingira hayo ya kuzidiwa, pale umezidiwa, kwa sababu huwezi kusema uruke au chupe utoke kwa dirishani kwenye ndege au kwenye boti useme uchupe, utajidhulumu. Kwa hivyo pale wewe chukia ndani ya nafsi yako, na lile unaloweza kulirekebisha, kulisahihisha katika jamii, katika familia yako, basi lifanyie kazi. Usiache uharibifu ukawa unaendelea kwa sababu wewe unachukia tu, lakini mbona linafanyika hili baya, na wewe unazo nguvu za kuzuia, lizuie na jidhihirishe kwa watu, mimi jambo hili nachukia. Ndio istikama hiyo. Na ukishakuwa na istikama, basi wale hata ile familia atajua, jambo hilo kwa huyo bwana humwezi huyo, hiyo tusimfanyie, tusimtajie, itakuwa umeshapata afueni. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie hiyo istiqama, amin, na atutunukie baada ya imani zetu tuwe na istiqama. Ni kitu muhimu. innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika, wale ambao wamesema rabbuna Allah, mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa thabit katika imani zao na vitendo vyao, tatanazzalu alayhim almalaika, huteremkiwa juu yao na malaika, alla takhafu wala tahzanu. Wakati gani huo? Pale wanapotolewa roho zao, huja wale malaika wakawaambia, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna, na unabashiriwa pepo. Tunakubashiria pepo, usiwe na hofu, wala tahzanu, usiwe na hofu huku unakokwenda huku, mbona kuna mambo salama tu, mambo mazuri. Wala tahzanu,
wala usihuzunike na kuachana na hiyo dunia. Hiyo dunia si chochote, si lolote hizo. Hata ukiwa we multi-billionaire haikusaidii chochote unapofumba jicho. Kwa hivyo, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun, na tunakubashiria pepo ambayo wewe umeahidiwa. Hiyo ndiyo faida ya istiqama. Kwa hiyo tujitahidi sana na tumuombe Allah atupe fadhila hizo za istiqama, tuteremkiwe na malaika watakao tubembeleza tunapofikwa na mauti, tukaondokewa na machungu ya mauti yale, au tukapunguziwa. Kuondoka si rahisi, lakini tunapunguziwa. Basi atupunguzie Allah na tuelekee kwake hali ya kuwa naturidhia, na tusame makosa yetu yote, na atujalie safari njema ya hija, na atujalie Allah kwa khiari yako ya Allah, kwa taufiki yako Allah, tutakapofika katika miji ile mitukufu, basi tubakishe katika ile ile haiba tunayoondoka nayo ya kuwa na hamu na ibada hii, tuifanye hali ya kuwa unaridhia, na utujalie tumalize salama, na uturejeshe nyumbani na ahali zetu, tukutane na watu wetu kwa salama, na yule ambaye umemwandikia afikwe na mauti kule, basi umuondoe hali ya kuwa umemridhia. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.